Jawari TV, elimu kwa jamii. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, tunajua katika maisha ya binadamu, maisha ya dunia, watu huwa wanaanguka katika mambo tofauti tofauti, maasi mengi ambayo wanadamu tunayafanya, mambo mbalimbali ambayo tunayafanya, na pia mwanadamu huwa anataka kukamilisha jambo lake, lakini kuna uzito fulani ambao unamfikia mbele, anaamua kukata tamaa, anashindwa kuendelea na kazi yake, anashindwa kuendelea na mambo yake ambayo anayafanya ya kheri. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'ani ya kwamba qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Huu ni upande wa kwanza kwa wale ambao wana maasi yashakuwa mazito, unazini, unaiba, unafanya nini, yote yale, ikiwa kama unataka kuamua kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi hutakiwi kukata tamaa. Allah anatuambia kwamba waambie waja wangu, tena katuita kwa njia nzuri, sura nzuri, waambie waja wangu, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, waliofanya israfu ni waliozidi katika nafsi zao, waishafanya maasi mbalimbali, mambo mengi ambayo wanayafanya, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa katika rehema ya Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, Allah husamehe madhambi yote, anasamehe. Kwa hiyo wewe ukitaka kurudi kwa Allah, basi rudi kwa kujua kwamba innahu huwal ghafurur rahim, hakika yeye Allah ndio msamehevu na mwenye kuwa na huruma. Na pia kwa wale ambao wanaokata tamaa ya kuendelea na mambo yao, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia idha azamta fatawakkal ala Allah, unapochukua azima ya kufanya kitu, basi mtegemee Allah, yeye atakuwa mbele yako na atakuunga mkono katika jambo lako la kheri unalofanya. Wa ila huna, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.